Hello vipenzi vyangu, karibuni kwenye episode yetu ya leo jamani. Asanteni mnao comment, mnao like video zangu jamani. Kama hujasubscribe kwenye channel yangu jamani, vipenzi vyangu, unasubiri nini? Subscribe kwenye channel yangu ili kila nikiposti story uwe wa kwanza kuiona, uwe wa kwanza kusikiliza jamani. Kama hujajoin familia yetu jamani, unafanya nini? Njoo uje join kwenye familia yetu jamani, nawapenda sana. Na leo katika watu ambao walicomment jana, kwa sababu siku hizi nachagua randomly. Nachagua yani mimi nataka sitaki ni tag watu wale, nataka yani at least kila episode nihitaji watu tofauti tofauti. Kwa hiyo nachagua randomly, sio watu tu waliowahi. Kwa hiyo ukiona video yangu una comment, una like, una subscribe kwenye channel yangu ili uweze kutajwa kwenye episode yetu inayofuata. Kwa leo kwa watu ambao jana wali comment kwenye video yangu ambao nataka kuwataja leo ni anaitwa Irene Sonko, huyo ni wa kwanza. Wa pili anaitwa Tuman. I think hiyo ndo jina lake aliloandika, anaitwa Tuman. Watatu anaitwa Queen Sandy. Huyu Queen Sandy I think nishaye kumtaja tena. Na wa nne anaitwa Cherissa Igiranesa. Jamani, majina mengine ni magumu. Asanteni jamani kwa kucomment, kwa kulike na kwa kusubscribe kwenye channel yangu ya YouTube. Na please comment, ukiona video yangu naomba ucomment, subscribe, share na like ili utajwe kwenye episode yetu inayofuata jamani. Nawapenda vipenzi vyangu, karibuni sana. Karibuni kwenye episode yetu ya leo. Kama una snack, chukua snack yako. Kama una kinywaji chako, chukua kinywaji chako. Kaa utulie, usikilize story. Jamani, kwa mloangalia story yangu ile ya yule dada aliyofukuzwa kwa mume wake kwa sababu alimwalika mama yake mzazi. Jamani, nimempata huyo kaka, nakwambia nimembembeleza mpaka kakubali kuniambia sababu ya yeye kukosana na mama yake. Kaniambia, nikampigia na baba yao nao naye akakubali kufunguka. Maelezo yao yanafanana, yani sababu inafanana. Kwa hiyo alichonieleza baba na alichonieleza mtoto vinafanana. So niwasimulie, niwaambie tu ilikuwa hivi. So wakati huyu baba anamuoa mke wake ambaye ndio mama wa vijana, alikuwa anajua ni mchawi. Sio, unanielewa vizuri? Alikuwa anajua ni mchawi. Na alikuwa anajua uchawi wake ni wa kurithi. Huyu mama mtu alirithishwa uchawi na bibi yake. Na kwa maelezo ya huyu baba anasema kwamba aliongeaga na mke wake akakubali, akasema mimi nitaacha, lakini naogopa kuacha kwa sababu si nimerithishwa, labda nitakufa. Ndio akasema nitafanya uchawi lakini sitodhuru familia yangu, wala sitofanyia uchawi familia yangu, wala sitofanya chochote. Kwa hiyo hivyo. Kwa hiyo baba akaona sawa. Na unaambiwa miaka yote wameishi pamoja, miaka ya mwanzo ile hakuwahi kuona yani madhara yoyote kwenye familia yake. Anafanya kazi zake vizuri, analima vizuri, anafanya kila kitu vizuri. Cha zaidi sana, alikuwa anakuambia yani walikuwa wanafaidi sana kwa sababu kile walikuwa wakilima, sijui kama wakilima labda mashamba nini. Huyu baba anakuambia mke wake alikuwa anamwambia mume wangu hakuna shida, hakuna haja ya wewe kwenda kuhangaika mashambani au nini. Mimi nitaenda kufanya nini? Nitafanya hiyo kazi. Huyu baba anakuambia alikuwa anashangaa tu, mashamba yanalimwa, mashamba yanavunwa, mashamba yanapaliliwa, kila kitu kinafanyika, lakini hajui anayefanya ni nani. Ni misukule. Unajua anayefanya ni nani wakati unajua kabisa ni misukule? My friend, ndio hivyo. Sasa huyu baba anakuambia mke wake mara ya kwanza akawa anabeba mimba zikawa zinatoka. Siku hiyo akamkalisha mke wake chini akamuuliza, wewe una uhakika hizi mimba zinatoka kwa mapenzi ya Mungu au ni nyie na chama cha wenzako mnakula hawa watoto? Bibi akakataa. Unaambiwa mama alishabebaga mimba zaidi ya 5, zote zikawa zinatoka, na hazitoki zikiwa ndogo, zinatoka zikiwa kubwa. Zinafikisha baba miezi 7, mimba inaharibika na inatoka. Mume wake akimwambia bibi twende hospitali, bibi anakataa. Anasema tusiende hospitali, sio nini hivyo. Unaelewa vizuri? Siku hiyo baba akasema hapana, mimi nimechoka. Akaitisha kikao cha wanaukoo, cha watu wazima, wale washenga ambao wameozesha. Akawaambia, mimi huyu mwanamke wangu anabeba mimba zaidi ya miaka, anabeba mimba zaidi ya 5, amebeba mimba zaidi ya 5. Zaidi ya miaka 7 mimi sijapata mtoto naye. Mimi sioni kinachoendelea, niambieni akubali hapa kilichotokea ni nini au anachokifanya nini, kwa sababu anaijua. Yule baba akashindwa kuambia kwamba mimi najua kwamba mke wangu ni mchawi, naogopa kwamba watoto wanawafanya nini, kwamba watoto wanawala au wanawatoa sadaka. Akashindwa kuambia, si anamzibia na niliwa anamfichia mke mapungufu yake. Sijui unanielewa vizuri my friend. Ndio wakaja wakazaa hawa watoto hawa wawili. Mmoja ndio huyo dada mkubwa ambaye huyu dada alimfuata kwenda kuongea naye, na mwingine ni nani? Ni huyu mdogo mtu ambaye ndio huyu kaka mume wa huyu dada. Akawazaa hawa watoto wawili. Unaambiwa hawa watoto katika ukuaji wao kipindi cha mwanzo ni wale watoto ambao kama mandondocha, wale ambao kutembea ni shida, kuongea ni shida. Ubana kwa mimi mpaka watoto wanafikisha miaka 2 wote, yani kwa makuzi yao mpaka wanafikisha miaka 2 hawajatembea,
hawajaongea, hawajui hata kuita mama, hawajui, yani hawajui chochote. Wao ni kunyonya basi na kukaa chini, hata kula vyakula vya kawaida hawali. Sijui unanielewa vizuri. Siku hiyo sasa huyu mtoto wa pili sasa hapo huyu baba ndio akapaniki. Akamuuliza mke wake, akamwambia wewe, ili si jambo la kawaida. My friend, sasa ndio mtoto wa pili. Hapo kipindi hicho anakuja kuongea na huyo mke wake, mtoto wao wa kwanza ambaye ndio dada mkubwa huyo, alikuwa bado hajatembea hapo, ana miaka 4. Mdogo wake naye anakaribia mwaka, hajatembea, hajatambaa, hajafanya chochote. Yaani ukiwakalisha chini ndio amekaa kitako. Sijui ndio uvivu, sijui nini ndio hivyo. Sikio mume mtu akamuita mwanamke, akawa mkali, akamwambia nitakupiga nikuue. Niambie ulichowafanya hao watoto. Mke wake akaanza kulia, akaanza kumwambia mume wangu, hapana, sijawafanya chochote, ni mapenzi ya Mungu. Akamwambia hapana. Yaani kwa vitu unavyovifanya, kwa uchawi unaofanya, najua kabisa wewe ni mchawi. Kuna kitu utakuwa unawafanya hao watoto. Mke wake akakataa kata, akamwambia subiri nitakuonyesha, nitakukata mapanga. Alipomwambia tu hivyo, baada ya wiki watoto wakaanza kuchangamka. Huyu mkubwa anakuambia akaanza kutambaa, anasimamia vitu. Mwezi hujaisha kashaanza kuongea maneno mama, baba, sijui, anasimama kabisa nakwambia, anatembea, amekuwa kama watoto wengine. Sio, unanielewa vizuri. Na huyu mwingine naye akaanza kutambaa, kushikilia vitu, wakawa wazima kabisa, yani zile yale maudenda, sijui jinsi walivyokuwa adhifu, vyote vikawa vimeisha. Mume wake akamwambia, wewe kumbe kuna vitu ulikuwa unafanya watoto. Akabisha, lakini hivyo wewe mwanaume akakaa akasema, hapa sasa kuna kitu ambacho kinahitajika kufanyika. Hakumwacha kufanya, akaendelea kuishi naye. Sasa huyu mwanaume anakuambia siku hiyo akawa ameenda, ni mtu wa kusafiri sana. Siku hiyo akawa ametoka ameondoka, amesafiri, ameenda huko aliposafiri. Sasa walipofika huko ni sehemu, yani maeneo hayo hakusafiri, hakwenda mbali. Akawa gari yao ambao wanasafiri nayo kusafirisha mizigo tu ni mbao, ikawa imekamatwa. Ilipokuwa imekamatwa akasema ngoja nirudi zangu nyumbani, niende nikakae kwanza, maana unajua mambo ya polisi nini, kiachiwa nitaendelea na shughuli. Hakumwambia mke wake kama anarudi. Sasa nyumbani kwao kuna, yani unapoingia nyumbani kwao kuna mahindi sana. Yani kipindi hicho anakuambia ilikuwa ni msimu wa mahindi. Kwa hiyo alipokuwa anarudi sio rahisi mtu unamsikia. Na anakuambia somehow kwa muda mrefu sana alikuwa anamvizia mke wake, at least ajue au asikie maneno yake anayoongea, ajue kama hata watoto wake wanadhurika kwa sababu yake. Kwa hiyo yani hata alivyorudi alikuwa ananyatia, kwa sababu alikuwa anajua kwamba kuna kitu mke wake anafanya. Alivyorudi, my friend, akasikia sauti ya mke wake na mbibi ambaye ni jirani hapo kijijini, ambaye alikuwa anajua kabisa kwamba mbibi ni mchawi, sema hata alikuwa anafuatiliaga sana. Wakawa wanaongea, mke wake ndo akawa analalamika. Anamwambia huyo bibi, mimi nimechoka na hichi chama, kwa sababu unaona yani washachukua watoto wangu 5. Unajua zile mimba zote zimetoka, mume wangu kidogo tu angejua, wameshachukua watoto wangu 5. Sasa hivi tena inabidi nitoe hawa watoto 2, sijui itakuwaje. Yule bibi akawa anamwambia, wewe nyama za watu unakula, kwa hiyo sasa hivi inabidi na wewe ulipe nyama. Haiwezekani tu kula nyama za watu. Mke mtu badala hata kuogopa kusema sijui watoto wangu vipi, akasema sawa, kweli inabidi nilipe, maana nyama tamu, yani siwezi kuacha kula nyama, kwa hiyo inabidi nilipe. Sasa hapa kitakachofanyika hapa, inabidi nianze na huyu mkubwa. Sasa hapa inabidi nipange jinsi atakavyokuwa. Inabidi nimsubiri mume wangu arudi kwanza, akiwepo nyumbani ndio niangalie mazingira ya kumuua, yani hata kama adondokewe na kitu, ila nitahakikisha baba yake ndio, yani unajua atatengeneza mazingira ya ajali, ila hiyo ajali baba mtu ndio atakayeifanya. Kwa hiyo ni kama mtoto anatakiwa kudondokewa na kabati au anatakiwa kudondokewa na nini, baba yake ndio anatakiwa amdondoshe lile kabati. Kwa hiyo huyo mama yao ndo akawa anasema atayatengeneza hayo mazingira ili baba mtu awe mtu wa kulaumiwa, ili ionekane kama mtoto kafa na ajali, kumbe ni huyo mama kamuua. Akawa anasema nikishafanya hivyo huyu mdogo hata si shida. Si unajua kuna mdogo maradhi haya mtamwekea hata ataumuuma malaria, baada ya muda nitamtoa. Mume mtu ndio kuingia kurudi pale, ndio kuingia pale, alipoingia na kuambia wakapanic, yule bibi akainuka akakimbia akaondoka. Ndio mke wake kubaki pale, anaanza kumuuliza mume wangu umerudi saa ngapi? Umekuja sasa hivi? Mume wake anakuambia, huyu baba anakuambia nilimpiga kidogo nimuue. Nilimpiga. Nilipompiga nikamaliza, nikabeba watoto wangu, nikaondoka, nikaenda kwa dada yangu. Yaani hata sikumpigia simu. Dada yake ambaye sasa ndio yuko huko maeneo ya Dar. Ndio kuja huku Dar kuja kukaa kwa dada yake. Ndio kuanzia hapo akawa ameachana na huyo mke wake hivyo. Lakini anakuambia alipokuja huku watoto wake wakawa wanaumwa non stop.
wanaumwa vitu ambavyo havieleweki. Wakati huu wanaharisha, wakati huu wanaumwa kama wanaumwa malaria, mara wanaumwa sijui nini, mara wanaweweseka. Wakimuona wanasema, wakilala usiku wanaanza kuita mama, sitaki usinichukue. My friend, ndio anakuambia baba mtu anakuambia ilibidi niwe mtu wa maombi. Nilikuwa sio mtu wa maombi, lakini ikabidi niwe mtu wa maombi. Vitu wapi haviwezekani, watoto bado wanaendelea kuumwa. Ndio dada mtu akamwambia kuna mganga ambaye mimi nitakupeleka, ni mganga pale, mganga wa kweli ambaye hivyo. Ndio kwenda huko, ndio huyo mganga akamwambia hawa watoto walivyozaliwa tu walishasainiwa kule, wanatakiwa watolewe kafara. Kwa hiyo hawa watoto wanatembea wana maki yao popote pale watakapoenda. Watoto tayari wanachata usoni kwamba ni mali ya kule, wanatakiwa watolewe kafara. Sio, unanielewa vizuri? Ikabidi yule mganga atoke na yule baba kwenda kijijini kule ambako yule mama yupo, ndio kwenda kukaa naye chini. Mume wake akamwambia, nitakupigia kelele, nitakuitia watu hapa kijijini wote wajue kwamba wewe ni mchawi. Fanya ufanyavyo, uwatoe watoto hizi alama za kichawi ambao uliwaekea. Ndo mke wake kuingia ndani kwenda kutoa mauko yake matunguri nini, ndo kuanza kuwawangia watoto pale na kuambia. Baba mtu anakuambia watoto wakaanza kutapika vitu vya ajabu, na kuambia wametapika mpaka irizi. Mtoto katapika, watoto wote wametapika irizi. Watoto wote wametapika irizi. Baba anakuambia nilikuwaga siamini sana hayo mambo, lakini siku hiyo nilishangaa mpaka nikatetemeka. Sijui anaelewa vizuri. Huyo baba mwenyewe, huyo mama akaanza kumwambia, mimi sitaki matatizo na wewe, hata wewe bado una shida, kuna kitu nilikuwekea ili usiniache, kimepanda kimeshuka nini. Ndio kuanza kumfanyia uchawi. Na huyu baba anakwambia, na mimi nikatapika irizi, kuna kadude cheusi kamefungwa kwa ndani, kuna vitu nikakitapika. Baada ya hapo nikajisikia niko sawa, alafu kuna chuki, nikajisikia chuki ya kumchukia huyu mwanamke. Yaani nikaanza kufikiria mambo yote alionifanyia, kidogo nitake kumpiga. Mganga ndo akanizuia, akaniambia hapana, tulichokuja tumekipata na tayari watoto washapona na wao ushapona, tuondoke. Ndio yule mganga sasa akachukua vitu vyake, akafanya vitu vya kufanya pale, akawaogesha wale watoto, akawasafisha, akachukua mavitu yale yote akaenda kuyachoma. Alivyoyachoma ndio yule baba kuondoka, na yule mganga kuondoka na watoto wake. Ndio akaondoka na watoto wake. Kuanzia hapo watoto wakawa wako sawa. Kiumwa ni magonjwa ya kawaida, ni malaria, ni vitu vya kawaida tu, hawajai kuumwa, hawajai kufanya nini. Yule baba anakuambia mambo yake yakafunguka, akapata pesa, mambo yake yakawa sawa. Sasa hivi ni mtu tu ana maisha mazuri, ana pesa, watoto wake wako vizuri, ukaka kasoma, ana pesa, dada yake naye yuko vizuri, wote wana pesa. Huyu baba alishaoga tena mke mwingine, wako vizuri, maisha yake yako vizuri. Na hawa watoto wakati ya mambo yanatokea hawakuwa wadogo sana. Kwa hiyo huyu mkubwa anasema kidogo anakumbuka, lakini baba yao ndiye alikuja kuwaelezea vizuri kuhusu mambo mama yao aliyoyafanya. Na kuna kipindi mama yao aliposikia kwamba baba yao ameoa, akampigia simu akamwambia, naona umeamua kuoa mwanamke mwingine, nitakukomesha. Baba akamwambia, jaribu uone, jaribu, nitakuja kukukomesha, yani nitakuja kukuchomea hapo kijijini kwenu. Kwa hiyo huyu mama alikuwa anatishia, anamwambia kabisa kwamba yani hao watoto, ikitokea tu watoto wakija au nikiwaona, nitawafunga, nitawafanya chochote kile, kwa sababu hawa ni watoto wangu, huwezi kuwachukua, huwezi kuwakimbiza popote. Na nikifa ukae ukijua tu kwamba nikifa hawa watoto wangu lazima watarithi. Tena sitomrithisha mmoja, nitawarithisha wote wawili. Ndio hawa watoto wakaona, hapa hatutaki kuwa karibu na mama, hatutaki kumsikia, hatutaki kumuona, atajua mwenyewe. Akarithishe kuku, mbuzi kijijini, nguruwe, kondoo, atajijua mwenyewe, lakini hawataki mawasiliano naye, hawataki kujuana naye, hawataki chochote. Ndio wakawa wanaishi hivyo miaka yote, yani hawaongei na mama yao, hawajai kupigiana simu, hawajai kufanya nini, kwa sababu mama yao mpaka kesho wanaambia mama yao hajai kuacha uchawi, hajawahi kubadilika. Kwenye kile kijiji alichokuwa anakaa, unaambiwa aliua mpaka akaua tena, watu wakaja wakamjua na kuambia akapigwa hapo kijijini, akafukuzwa, akajenga kuhamia Kibaha. Ndio yuko Kibaha siku hizi, huko anaishi na kuambia, ndio huko anafanyia uchawi wake, anafanya mambo yake anayoyajua, anajua mwenyewe, yuko ana machale, anatembea na mahirizi kila mahali. Ndio huyu dada akaenda kuyafukunyua, akaja akamleta huyo mama kwenye harusi ambayo aliambiwa usiende kumleta huyo mama, akaenda akamleta. Ndio huyu baba anakuambia, yani alivyomleta mama, yani kuna uzito, yani kuna uzito tu huyu kaka alianza kuusikia. Sijui unanielewa vizuri, kuna uzito alianza kuusikia. Na vile kuja kumuingiza yule mama mle ndani, hajui, yani anakuambia kuna namna nilikuwa nasikia nyumba haiko sawa. Kila nikikaa naanza kusikia sauti za ajabu, naanza kusikia sauti ya mama ikiniita, fulani fulani, nimekufuata, nilisema lazima nitawapata.
Ndio huyu kaka sasa kumpigia baba yake kuanza kumwambia kwamba kuna 1 2 3 kinatokea. Ndio kumpigia huyo mzee huko kijijini kumwambia yale mambo kwamba kuna 1 2 3 kinatokea. Wanapiga simu kijijini, mzee kafa. Kwa hiyo huyu baba ndio anakuambia, huyu kaka sasa ndio anakuambia bado naendelea kuhangaika kutafuta kama ni mganga, kama ni maombi, nifanye nyumba yangu tena iwe sawa, kwa sababu mwanamke kashakuja kuniletea tena mabalaa ambayo nimeacha miaka 67 nyuma, huko amekuja kuniletea tena hayo mabalaa. Ndio hayo mabalaa sasa alikuja kuniletea tena ambayo mimi sikuyategemea. Niliposikia hiyo story mwenzangu nimebaki mdomo wazi, kubaki kushangaa. Kwa sababu hata kama ni mimi nisingetaka mawasiliano na huyo mtu kama huyo. Alafu ndio huyo dada sasa kashaenda kuyafukunyua, kashakuja kumletea tena kaka watu mabalaa ambao hata yakuyaleta. Nikamwambia mkaka, katafute talaka mwenyewe. Usisubiri dada itafute hiyo talaka. Ataenda ataungana na mama yako, aende wamfanyie vitu vya uchawi huko, uje ushangaa umemkubalia, umemruhusu huyo dada. Katafute talaka, katafute mwanasheria mtaliki huyo dada aendelee na maisha yake huko akanengeneke anakonengenekeaga. Maana kuna watu ambao unaambia huyu mama mimi simtaki kwenye maisha yangu, unaenda kunengeneka kumtafuta, kumpigia simu njoo.